Hey, welcome to EACLC, East Africa Commercial and Logistics Center. This is M-Show Tanzania. We are here at EACLC. If you are investors, if you are businessman, business owner, if you want to do your business in the worldwide, like international business, so this place is for you. So what I'm going to show you today is the progression of this building, how the shop, the way they design it, the tiles, the roof, the AC conditions, everything. I'm going to show you today, but don't forget to hit subscribe button, comment and like, and share this video to all your important people in order to do business international. So welcome to EACLC. If you are investors or business owner, but EACLC, they're almost done at the last stage to finish this construction. It's the right time to come here to invest. Come here to EACLC and you'll see for yourself. My name is Mlindwa Amada, so stay tuned and keep watching. Thank you. Tupo maeneo ya EACLC. Kuna maendeleo mengi ambayo yamefanyika. Pengine ungetaka kujua kwamba nini kinachoendelea kwa wakati huu na mpaka sasa hivi stage ilipofikia maendeleo yakoje? Mambo vipi? Safi kabisa, kwema. Uko poa? Uko poa. Karibuni tena East Africa Commercial and Logistics Center. Bana, ukiangalia maendeleo kama tulipofikia si haba. Chuma inaelekea kufunguliwa na mambo yamekuwa yameshataradadi. Kwa upande wako unaweza kutuelezea kuna tofauti gani katika miezi iliyopita nyuma na sasa hivi? Asante sana. Kama ulivyosema awali, kweli mambo yamebadilika na mambo yamekuwa makubwa kama mnavyoona. Utofauti upo mkubwa sana. Miezi iliyopita nyuma tukiongelea mwaka jana mwezi wa 12, mwezi wa 11, mwezi wa 10, utofauti ni mkubwa sana kwa sababu sasa hivi ndani tupo katika hatua za ku make ile decoration ya ndani kwa ujumla. Yani kukata vyumba, kusafisha vyumba, kuanza ku make ile partition ndani ya vyumba na kila kitu. Ukiangalia third floor, second floor na first floor kwa asilimia kubwa vimekwisha kamilika. Ni muda sasa tunatarajia mwezi wa 12 kwenye tarehe 15, tarehe 20 au mwezi wa 12 mwishoni kuweza sasa kuita wafanyabiashara kuanza kuwakabidhi maeneo yao kwa jumla. Yes, maeneo yao waanze kuyadecorate, maana kuna mwingine anaweza kukwambia mimi nataka chumba changu labda niweke chuma katikati. Bana, ukiangalia background pale unaona kama vile umeona kwa nyuma kule ni baadhi ya ujenzi ukiendelea pale. Ni utaalamu fulani. Yes. Bana, nyinyi kwenye upande wa utengenezaji naona mko vizuri, inakuwaje? Yes, tunatumia vifaa vya kisasa zaidi. Tunaenda kimataifa, tunaenda na speed kama za wenzetu. Vifaa vinavyotumika hapa ni vya kisasa, vya kimataifa, na hata ujenzi kwa asilimia kubwa ni wa kisasa. Kama jengo jinsi linavyoonyesha sasa. Unaona jamani, jengo la kimataifa. Jengo la kimataifa kabisa. Nzuri kabisa. Si haba. Si haba kama ulivyosema. Kiswahili kizuri sana hicho. Kondo hivyo. Tuko hatua nzuri sana na sasa hivi tunaweka vifusi kwa ajili ya kuweka paving kwa chini na kwa ajili ya kuandaa parking yetu ya chini kwa jumla. Kwa hiyo alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatua iliyofanyika ni kubwa sana. Okay, mimi nikwambie kwamba nipo na Idi ambaye yeye ni mmoja kati ya wataalamu ambao wanakupitisha, wanakuonyesha ndani mazingira yakoje, atatuelezea ndani utofauti wake ukoje kwa kuonyesha kabisa. Lakini mimi nikwambie kwamba usisahau kusubscribe katika platform yetu ya M-Show Tanzania na kulike na kutoa mawazo yako kwenye comment section pale below.
Thank you.